Msanii Zuchu anapitia hali ambayo kiukweli kwa namna moja ama namna nyingine ni hali ya kushangaza sana, kwa sababu hiki ambacho kimeweza kumpata Zuchu kimeacha maswali kwa watu wengi sana ambao bila shaka walikuwa wanafahamu juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea kwa upande wa Zuchu. Wengi tunafahamu kwamba Zuchu alikuwa na mimba, na hata yeye mwenyewe pia aliwahi kujiposti katika ukurasa wake wa Instagram na akasema yote kuhusiana na ukweli wa hili swala la kwamba yeye ana mimba. Lakini kwa taarifa nilizonazo sasa hivi hapa, bila shaka zitakushangaza kwa namna moja ama namna nyingine. Sasa cha msingi zaidi, wewe ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho wa hii video ukapata kufahamu ukweli wote juu ya kile ambacho kinaendelea sasa hivi kwa upande wa Zuchu, na nitakwambia sababu kutoka kwa watu wa karibu ambao wamekuwa wakisema kwamba zimepelekea hiki kitu ambacho Zuchu sasa hivi ana experience. Sasa Zuchu anapitia nini, imekuwaje, yote mimi nitakusanua hapa. Lakini kabla sijaanza kukupa ukweli wote na madini juu ya kila ambacho kinaendelea kwa upande wa Zuchu, mimi ninachokuomba wewe shabiki wa maana kabisa utambue ni kwamba hapa nitakuwa nakupa zile taarifa zote ambazo ni exclusive, yani hujaweza kuzipata mahali popote pale. Nitahakikisha kwamba nazitafuta na zichimba and then nakuwa nakuletea hapo, utakuwa unazipata hizo taarifa. Kwa hiyo cha kufanya, itatakiwa kwanza kabisa kuzipata video mpya kila wakati ambapo mimi nitakuwa naziachia, na ili uweze kuwa wa kwanza kuzipata video mpya, basi itatakiwa ufanye kitu kimoja tu. Ni sekunde moja tu ambayo utatumia kubonyeza neno subscribe linaloonekana chini ya hii video. Tazama upande wa kulia hapo chini ya hii video kuna neno limeandikwa subscribe. Fanya kulibonyeza, alafu baada ya hapo kitatokea kialama cha kengele, wewe utakibonyeza, kisha yatatokea machaguo matatu. Wewe utachagua chaguo la kwanza kabisa pale juu, utakometisha sana. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Tena pamoja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba updates zote na taarifa kuhusiana na mastaa wako wote ambao unakubali, lakini pia taarifa zile ambazo hujaweza kuzipata mahali popote pale, mimi nakuwa nakufikishia hapa. Sasa kama kawaida nilivyokuambia kwamba Zuchu sasa hivi anapitia wakati mgumu sana. Moja ya matukio ambayo tunaweza tukasema kwamba ni kama vile Zuchu ana mkosi ni hiki ambacho kimeweza kumpata sasa hivi. Kwanza kabisa tupate kidogo kurejelea kila ambacho kilikuwa kinaendelea huko nyuma kabla ya hili tukio ambalo mimi limefanya niweze kutengenezea hii video. Tunafahamu kwamba Zuchu baada ya kufunga ndoa na Diamond Platnumz, ni kama vile mapenzi yao yalikuwa ni ya moto zaidi, lakini pia yaliweza kuwakata midomo wale ambao walikuwa wanasema sana kuhusiana na kwamba Zuchu ni kinganga, Zuchu hawezi kuolewa na Diamond Platnumz, Zuchu mahusiano yake hayawezi kudumu. Lakini wengine walikuwa wanaenda mbali zaidi na kusema kwamba kama huo mfupa kwa maana ya Diamond Platnumz wameushindwa watu kama Tanasha Donna ambaye uwezo kumlinganisha hata na Zuchu kwenye swala la uzuri. Ameushindwa mtu kama Hamisa Mobeto ambaye pia uwezo kumlinganisha na Zuchu kwenye swala la uzuri. Lakini pia ameushindwa mtu kama Zari the Boss Lady, mwanadada mrembo pia ambaye uwezo kumfananisha na Zuchu. Wanawake wengi zaidi wamepita pale, lakini kwa nini Zuchu aje kumweza Diamond Platnumz? Wengi waliamini kabisa kwamba hiki kitu hakiwezi kuwezekana, kwa hiyo Zuchu lazima tu ataachika. Maneno yalizungumzwa, lakini baadaye Zuchu akaja kwa proof long baada ya kuonyesha ni jinsi gani ambavyo alikuwa amemshikilia Diamond Platnumz kisawasawa, kiasi kwamba mpaka leo hii wengi walikuwa hawaamini. Baada ya kuona kwamba mapenzi ya Zuchu na Diamond Platnumz yamenoga, wengi waliamini kwamba basi kile walichokuwa wanasema wale wabaya wa Zuchu imeshakwisha, na Zuchu alikuja katoka hadharani na kuonyesha kwamba kumbe alishakuwa tayari ni mjamzito. Ni moja ya taarifa ambazo of course kwa namna moja ama namna nyingine zilikuwa ni taarifa njema sana, sio tu kwa Diamond Platnumz, lakini pia kwa mashabiki wa Zuchu kuona kwamba tayari msanii wao anaenda kupata mtoto, kitu ambacho kwa upande wa Diamond Platnumz tunaweza kusema kwamba ni zawadi ambayo Diamond Platnumz alikuwa anaenda kuipata. Sasa ni muda sasa hivi umepita tangu Zuchu aweze kujiposti pale Instagram akionyesha zile dalili za kwamba ana mimba. Kiukweli kila mmoja alikuwa excited, especially kwa wale mashabiki wa Zuchu, kwamba kuona Zuchu ana mimba kwanza ni moja kitu ambacho wengi walikuwa hawa expect, kwa maana walikuwa hawatarajii kabisa, kutokana na kwamba jinsi ambavyo mahusiano yake yamekuwa ni mahusiano fulani hivi ambayo yana skendo nyingi, drama nyingi, kiki nyingi na vitu kama hivyo hapo hivi. Sasa baadaye watu wakaja kuamini na kuona kwamba okay, basi tunasubiri kuja kuona mtoto akija kuzaliwa atafanana na nani, kwa sababu mara zote tumeshuhudia, hatujai
tusubiri kusikia skendo za Zuchu kutoka na mwanaume mwingine katika kipindi ambacho yuko WCB zaidi tu ya kutoka na Diamond Platnumz, na watu walikuwa nasubiri kwa hamu zaidi kuja kuona huyo mtoto atakayezaliwa atakuwa anafananaje. Sasa basi, wakati mashabiki wakiwa wanasubiria taarifa njema kutoka kwa Zuchu na kuona kwamba mtoto anazaliwa au vipi, hatimaye kuna taarifa ambazo zimeweza kuibuka kutoka kwa Zuchu huko kuhusiana na swala la ujauzito wake. Bila shaka, kwanza kabisa cha kushangaza ni kwamba tumbo lake lilikuwa halikui na kuonyesha kwamba pengine linakuwa kubwa zaidi. Tulikuwa inaonekana ni tumbo fulani vile kawaida sana ambalo ukiangalia unaona kabisa kwamba hapa kama mimba basi bado ni changa sana, lakini ukijaribu kufikiria muda ambao Zuchu alikuja kuonyesha hadharani kwamba ana mimba, alafu mpaka sasa hivi kidogo ni miezi kadhaa imepita, ambayo kama angekuwa mtu mwingine lazima tumbo lingekuwa linaonekana. Sasa taarifa za kutoka vyanzo vya kuaminika zinasema kwamba Zuchu inaonekana amepima na kwenda kugundulika kwamba hana mimba. Najua unaweza ukawa unashangaa, lakini ukweli ndio uko hivyo kwamba inasemekana Zuchu hana mimba. Sasa hana mimba kivipi? Inawezekana ni taarifa fulani hivi ambayo haieleweki, lakini ngoja nikuweke clear kwa namna hii hapa hivi ili uweze kunielewa vizuri. Ni kwamba mara zote tunafahamu waga kuna masuala ya kwenda clinic na vitu kama hivyo. Sasa kwa taarifa zinavyosema ni kwamba baada ya Zuchu kwenda clinic, ameenda kupima na kuonekana kwamba mimba haionekani. Maswali yalikuwa ni mengi sana, kelele zilikuwa ni nyingi sana, especially kwa wale watu ambao wamepata hii taarifa na kujiuliza mengi sana. Mimba ilienda wapi? Bora zingekuwa taarifa za kuzushwa na watu ambao pengine walikuwa hawajui kila ambacho kilikuwa kinaendelea kwa upande wa Zuchu. Hii pengine kwa namna moja ama namna nyingine ingepelekea watu kutokuamini kila ambacho kingekuwa kinazungumzwa, lakini kibaya zaidi ni kwamba taarifa za kwamba Zuchu ana mimba zilitolewa na Zuchu mwenyewe, ama Zuchu mwenyewe ndio aliyekuja kujichoresha, na mwisho wa siku watu wengi zaidi walikuwa wanafahamu. Sasa wale waliokuwa wanasubiri mtoto anaenda kuzaliwa itakuwaje? Wengi wamekuja na maoni yao na kila mmoja akisema la kwake kuhusiana na hiki ambacho kimeweza kutokea. Kuna wengi ambao wanasema kwamba huenda hii mimba imetolewa kama zawadi ama kama sacrifice, tunaweza tukasema hivyo, kwa ajili ya mambo ambayo ni ya nguvu za giza. Sasa hapa wengi walikuwa wanahusisha mimba ya Zuchu kuweza kutoka pamoja na imani zile za wenzetu, imani za Freemason, ambazo bila shaka tunafahamu ukweli kabisa kwamba uwaga wako na sacrifice. So wengi wamesema kwamba huenda hii mimba ikawa imetoka, lakini ikawa imetoka kwa ajili ya ni kama vile kutoa sadaka, ikiwa ni maagizo lakini pia masharti na vitu kama hivyo. Ikumbuke kwamba sidhani, naamini kabisa ile mimba sasa hivi ilikuwa imepitisha miezi 4. So I don't know how comes mimba ya zaidi ya miezi 3 kutoka, ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa, lakini kwa taarifa zilizopo kila mmoja amebaki kushangazwa na hiki ambacho ameweza kukisikia. Lakini wewe kama shabiki unaweza kuwa na maoni yako. Unadhani ni mchezo gani ambao umeweza kuchezeka hapa mpaka kupelekea hali hii kuwa kama hivi? Au tuseme ni kiki pia inatengenezwa, ikiwa ni kuna brand new project inakuja kati ya Zuchu pengine na Diamond Platnumz? Yote inawezekana ni majibu sahihi au yakawa sio majibu sahihi, lakini mimi naamini wewe shabiki unaweza kaa na comment yako, tuambie hapo chini hii video una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Zuchu ameweza taarifa hii kutoka kwa Zuchu. Lakini muhimu zaidi ni kwamba kuna info nyingi sana utazipata hapa kupitia channel yetu ya Bongo Vibe. Kwa cha kufanya, tazama chini ya hii video upande wa kulia hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, fanya kulibonyeza, kisha utabonyeza kilama cha kengele kwa ajili ya kupata notification, utakomentisha sana. Mimi ni Togabi Official, mpaka next video, bye bye.